Shirika hili la Young Scientist Tanzania ambalo limeanza kufanya kazi ya masuala ya sayansi na ugunduzi kwa vijana walioko shule za sekondari tangu mwaka 2011. Hivyo ni kipindi cha miaka 15 tangu tumeanza programu hii. Na kama mnavyofahamu ni kwamba kwa kipindi chote hiki cha miaka 15 shirika la Young Scientist Tanzania au shirikisho la wanasayansi chipukizi limekuwa likijikita zaidi katika kuhamasisha na kutoa mafunzo kwa vijana walioko shule za sekondari, kuweza kuwaelekeza namna ya kufanya utafiti wa kisayansi na kugundua teknolojia mbalimbali. Na huwa wanapewa mafunzo hayo ili waweze kugundua na kufanya tafiti za kuweza kutoa masuluhisho kuhusu matatizo mbalimbali kukabili jamii zetu. Matatizo kuhusu masuala ya kilimo, masuala ya ufugaji, masuala ya afya, masuala ya mazingira, masuala ya nishati. Wanajaribu kutumia kile wanachofundishwa darasani kwenye masomo ya sayansi kama kemia, fizikia na biolojia, kuweza kutumia ule uelewa ambao wameupata darasani na kuweza kubuni vitu mbalimbali ambavyo kwa namna moja au nyingine vitasaidia kutatua matatizo yale ambayo yanazikabili jamii zetu. Ili waweze kufanya hivyo, shirika la Young Scientist Tanzania kwa kutumia wanasayansi ambao wana ujuzi, wana ubobevu, huwa linakwenda mashuleni, linakutana na walimu pamoja na wanafunzi, linajaribu kuwaelekeza kwamba unapotaka kufanya ugunduzi au unapotaka kufanya utafiti wa kisayansi, ni njia zipi, ni methodolojia ipi ambayo unahitaji kuweza kufikia lengo hilo. Hivyo wanafunzi wenyewe pamoja na walimu wao, baada ya kufundishwa hayo, huwa wanakaa chini, wanaangalia kwamba kwenye jamii yao inayowazunguka kuna matatizo yapi ambayo yanawasumbua wananchi, na wanajaribu kufikiria kwamba tutafanyaje, tutagundua kitu gani cha kumaliza tatizo fulani. Kwa maana kwamba hapa tunachokitengeneza, tunatengeneza kizazi cha vijana ambao wana uwezo wa kuchukua wajibu wa kumaliza matatizo yao wenyewe bila kusubiria masuluhisho au misaada kutoka nje au kutoka mataifa mengine. Mpango huo tumeuendesha pia mwaka huu tangu mwezi wa kwanza, mwezi Januari mpaka sasa hivi. Tumehusisha mikoa yote ya Tanzania, na kwa ujumla funzi waliohusika katika mpango huu wa mafunzo mashuleni kwa kuwapa ujuzi wa kisayansi na teknolojia, tulikuwa na wanafunzi 332 ndio wamehusika katika mpango huu. Na baada ya kuwapa hayo mafunzo, wanafunzi wametuma maombi, yani wanaandika zile project zao ambazo wanataka kuzifanya ili ziweze kushiriki katika mashindano ya Young Scientist. Wametuma maombi, na kwa mwaka huu tayari tumepokea maombi ya kazi za kisayansi yapatayo 1516. Ukiangalia kwa mwaka jana tulipokea maombi 1055. Hivyo kwa mwaka huu tuna ongezeko la 43%. Hii inaashiria kwamba kumekuwa na mwamko mkubwa kwa wanafunzi kuweza kujihusisha na masuala ya ugunduzi wa teknolojia pamoja na tafiti za kisayansi. Na hii imetokana na mafunzo ambayo tumekuwa tukiwapatia. Na kazi hizi ambazo wamezileta au haya maombi ambayo wamewaleta sasa hivi yanachakatwa na majaji. Yanachakatwa na majaji kuangalia zile kazi ambazo ni nzuri zaidi, ambazo zitapatikana kazi zipatazo 360. Hizi kazi 360 zitaendelea kupewa mafunzo. Wale wanafunzi wanaozitengeneza wataendelea kupewa mafunzo, wataendelea kupewa ushauri ili hizi kazi ziwe ni bora zaidi. Na mwishowe tutapata kazi ambazo ni za ubora wa hali ya juu. Sasa kutoka kwenye hizo 360 zitachaguliwa kazi 55
au tuseme ni shule zitakuwa zinatoka kwenye shule 55, ambavyo kila project inakuwa inafanya wanafunzi wawili. Na maana hapa tunazungumzia wanafunzi 110 ambao watakuwa na walimu wao pia. Hizi kazi ambazo zitakuwa ni top quality au zenye ubora wa kiwango cha juu ndo zitafanywa maonyesho ya mwaka huu ya Young Scientist au mashindano ya wanasayansi chipukizi ambayo yatafanyika mwaka huu, yatafanyika katika Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Itakuwa ni tarehe 18 mwezi Septemba 2025. Jina langu naitwa Karen Roland na nina heshima kubwa sana kuhudumu katika kampuni hii au taasisi hii ya KRMG Foundation. Tangu mwaka 2012 KRMG Foundation imekuwa mdhamini mkuu wa YST, ikisaidia kazi muhimu ya kulea kizazi kijacho cha wanasayansi na watatuzi wa matatizo hapa Tanzania. YST sio tu mashindano, ni harakati ambayo imefika kila mkoa na kila shule, ikiwezesha wanafunzi kutimiza ndoto zao, kuchunguza na kutengeneza suluhisho kupitia sayansi na teknolojia. Kila mwaka KRMG Foundation imekuwa ikitoa ufadhili wa masomo ya elimu ya juu kwa wale wanafunzi ambao wameshinda katika kundi la washindi wa jumla na washindi la kundi la elimu special education category. Ufadhili huu hauishii tu kwenye elimu, bali unalenga kuboresha maisha ya vijana wa Kitanzania. Wingwa Mnyazi pamoja na mwenzangu Wilhelmina Martin Msoma kutoka shule ya sekondari Msalato tulishiriki YST mwaka 2018 na tukawa washindi wa jumla. Kutokana na ushindi huo tulipatiwa scholarship na KRMG Foundation, of which imesaidia katika masomo yetu mpaka sasa. Mimi ni mwanafunzi wa Chemical and Process Engineering, nasoma Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, na imekuwa ikinisaidia kuanzia mwaka wa kwanza mpaka sasa niko mwaka wa 4 katika mambo yangu yote ambayo yanayohusika na chuo, ikiwemo malazi na bima ya afya, chakula pamoja na makazi. As overall winners tuliweza kwenda nchi mbalimbali ikiwemo South Africa na Ireland kwa kusaidiwa na YST pamoja na KRMG Foundation, where tuliweza kushiriki kwenye mashindano mengine ya science na tuliweza kuitangaza project yetu na kushirikiana na watu mbalimbali ambao tuliwakuta kule. Kwa YST na KRMG Foundation imetusaidia kukutana na watu tofauti tofauti ambao wanahusiana na sekta ya science na teknolojia ambao tunashirikiana nao na kwenye kuiendeleza hii project yetu. Project yetu inaitwa Exploration of Salt Content from Local Hub called Mbigiri to make animal feed. Project hii inalenga kwenye kilimo, hususan kwenye mifugo. Natengeneza chakula cha mifugo ili waweze kukua vizuri na tuweze kupata mazao mengi ya kwenye ufugaji. Project hii imekuwa inspired na mazingira ambayo tulikuwa tunaishi shuleni Dodoma. Shule yetu ipo kijijini kidogo, na mazingira hayo kulikuwa na wanyama walikuwa wakipita hapo, lakini walikuwa wanapendelea huo mmea ambao unaitwa mbigiri. Huo mmea una majani, una majani na miba kwa ambao wanaofahamu. So curiosity ndio imetufanya tufanye hiyo project, kwamba kwa nini hawa wanyama wasile majani ya kawaida ambao hayana miba, wakafocus na mti wenye miba. Tukafanya experiment pamoja na mwalimu wetu Mr. Sales Ibrahim. Tukafanya quantitative analysis pamoja na qualitative analysis, ambao tumegundua kwamba mmea ule una kiasi kikubwa cha chumvi, about 18% ya mmea ule ni chumvi, na chumvi hiyo pia tulienda zaidi tukafanya experiments kujua kwamba chumvi ile ina sodium, ina chlorine, ina sulfate ambazo zinasaidia kwenye kubalance, inasaidia kwenye balance ya mwili wa mnyama ikiwemo ng'ombe, mbuzi, kuku. Kwa hiyo the project is very crucial to the society, as the Tanzanian society, many of us ni farmers na wafugaji. Kwa hiyo tunategemea kuiendeleza hii project baada ya kumaliza masomo. Nategemea kumaliza mwaka huu mwezi wa 7. Kwa hiyo nategemea nikimaliza nitakuwa na muda mrefu wa kufanya project yangu
pamoja na mwenzangu Wilhelmina Martin ambaye ameshamaliza, tutaendeleza hii project yetu. So we are very grateful to have the sponsors na YST kwa kutufungulia milango. Through YST na Karimjee Foundation tumeweza mimi binafsi sikuwahi kupanda ndege before, nimeweza kupanda ndege, nimeenda South Africa, nimeenda ku exhibit my project, na huko nako niliweza kushinda prize nyingine. Pia nimeweza kwenda Ireland. So I'm very grateful to be the family of YST and Karimjee Foundation. Thank you.